JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Niko mbele zenu siku ya leo, ni siku nzuri iliyopendeza ambayo Bwana ametupa. Tumekuwa na nguvu na afya, ndio maana tuko hapa leo. Tunakuja kuwaletea uzinduzi mkubwa sana ambao umeandaliwa na Uamsho Kwaya, ikiwepo kama James Mwene, mwalimu wa nyimbo kwenye kwaya Nuru, pamoja na The One Family Gospel ambao wamealikwa kama waimbaji mle ndani kwenye praise and worship. Lakini pamoja na hiyo tumeshiriki pia kama wahusika wa tukio mle ndani katika kusherehesha. Hivyo basi usikose, kwa sababu ni muhimu sana kiwepo. Hata usipopata kadi yetu basi unakaribishwa pale Beteli karibu ya MNLA sekta ya pili ya Methodist Kariako. Jumamosi ni siku yako, muda ni saa 8 kamili. Tunawaalika wote muwepo, asiwepo hata mmoja wenu wa kukosa. Pamoja na hiyo kuna mengi sana ya kufanya. Usipopata kadi, karibu, kuna uwezekano wa kuingia pale mlangoni ukiwa na 5,000 yako, utakaribishwa. Asante sana na Bwana wabariki sana. Na yawezekana kuna maswali ambayo watu watahitaji kujua, na wapa nafasi ma journalist kwa ajili ya kuuliza. Karibu. Asante tumekusikia kiongozi. Sema sasa na utandawazi. Tukiwa ni Jumamosi ndio kuna sherehe. Okay. Wajui kama mwaka gani, kwa ngapi. Nimetomea tu Jumamosi ndio kuna sherehe. Sasa kuna Jumamosi ni mengi sana. Ni Jumamosi ya tarehe 26 mwezi huu ambao tunao, kwa wiki hii ambao tunayo. Mimi niko na swali hapo, ni kwamba kwenye issue ya kadi inawezekana tusifikie watu wote, kwa sababu kuna wale ambao wamealikwa na wale ambao hawajaalikwa. Lakini mtu anaweza akapendezwa kuja kufika kwenye shughuli ili aweze kushuhudia kinachofanyika. Usikose kuja kwa sababu huna kadi. Kwa hiyo tunakukaribisha uje na hela yako mkononi, utaingia bila shida. Kama vile hata 200. Tumesema 5,000 kwenda juu. Kwa sababu zipo nafasi ziko tofauti. Kwa maana ya kwamba kuna nafasi za 5,000, kuna nafasi za 10,000 mpaka kuendelea kutokana na uwezo wako. Tutakuwa na tofauti gani tofauti na uzinduzi ambao sio kufanyika kampeni? Maana tukiangalia basi sasa tuna zaidi ya 5 kuendelea. Tunataka tujue kama tutakuwa na tofauti wa staili gani ambao tutauona kwenye uzinduzi. Utofauti ni mkubwa sana. Tena sana, yani usifikiri kwa kile unachokizoea. Kwa sasa ni tofauti kubwa sana, kwa sababu kumbuka The One Family Gospel wapo, James Mwene yupo kwenye hicho kitu. Kwa ni kitu kikubwa zaidi. Nilikuwa na swali, ni kwamba kama mnakwenda kujua ina ngapi, sababu tunazidi ngoma ni nyingi, lakini kwa sasa tunatoa ngoma 6. Yes. Kwa nini mmeamua kuweka ngoma? Kwa sababu uondo huwezi kutoa wote, lazima uende mdogo mdogo. Yes. Sisi kwamba mko mmeandaa ngoma 6, unajua hii ni injili ambayo tunaangalia kipi kinahusika kwa wakati fulani, lakini pia kipi ambacho kinahitajika kwa wakati fulani. So tumeona hizo ngoma 6 kwa wakati tulionao zinafaa kwa mazingira tulionayo. Kwa hiyo ndio maana tumeziachia hizo 6 kwa wakati huu. Ujumbe wetu unahusu nini sana hasa kwa tumeleta kwa ujumbe ni nyingi, kwa sababu kila wimbo una ujumbe wake. Kwa hiyo mtu anayetaka kuja kusikiliza ujumbe afike kwenye tukio. Labda hapo mheshimiwa. Okay. Siana siku ya Jumamosi na kazi nyingi sana, kuna mambo nyingi za kwa nini hamkona kuweza kubadilisha? Kwa sababu ndio sekta ya pili na hii hapa sekta 5 mnazindua wote siku moja, tarehe 1 mwezi mmoja. Au tutakuwa na tofauti fulani hivi wa injili hapo? Wanaozindua siku hiyo ni sekta ya 8, lakini haituzuii, kwa sababu tuliowaalika sisi sio ambao wao wamewaalika. Wao wana watu wao na sisi tuna watu wetu. Kwa hiyo ni vitu tofauti, kwa sababu kama mimi nimekupa kadi, maana yake wewe ushalipia kadi yako. Mpaka sasa hivi tunaozungumza leo kuna watu tayari wameshalipia kadi.
wanasubiri ule mwaliko, na ikiwezekana leo wanaweza wakaupata. Kwa hiyo hatuna hofu kusema kwamba kufanya kazi, kwa sababu tushaangalia majibu ya mialiko ilivyo. Ila wote tunaitwa Methodist. Wote ni Methodist, ila sekta ni tofauti. Kwa unamaanisha kuwa Methodist hatuna umoja, yani Methodist jina lakini masekta, kila sekta na tuna umoja mkubwa sana, lakini kwenye makwaya ni tofauti. Kumbuka hiyo ni Uamsho kwaya na ile ni kwaya nyingine. Kwa nini kwa nini wamoja wasije akairisha kuungana mkono mkapeleka huduma la sekta 5 kumaliza, baadaye mnakuja kupiga sekta 8? Mimi nahisi wao ndo wametuingilia, kwa sababu sisi tulikuwa tumepangilia tarehe 26 mwanzoni kabisa. Wao wakawa wameahirisha, walikuwa wamepangilia tarehe zingine tofauti na leo. Na leo ambao tunaenda kufanya tukio hilo. Kwa hiyo wao waliahirisha, wakaja wakapanga kwenye tarehe ambazo sisi tulikuwa tumepangilia. Hakuna namna ya sisi kubadilisha, kwa sababu sisi tulikuwa tumeshatangulia kupangilia hicho kitu. Yes. Sawa, kuna baadhi ya makundi ambayo wana waazima. Okay. Wapigaji wa vyombo kuuliza waimbaji. Mengine. Okay. Aidha ya kwaya au ya kidunia. Kwenye albamu hii ya Yesu Ananipenda. Okay. Kuna mtu yote ameazimwa kutoka kikundi kingine? Lazima uchukue watu walio na experience ili kuweza kusaidiana kufanya kitu kizuri zaidi. Yeah. Kuna watu wamechukuliwa. Yes. Kwa hiyo wale tuliokuwa tunawatumia sisi kabla ya maandalizi, viwango vyao vimeonekanaje na nafanya vipi kuwasaidia ili kwenye albamu nyingine mike na watu wa ndani? Kwanza walio wengi ni watu wa ndani. Lakini tuna upungufu sehemu moja kwenye bezi, kwa sababu mimi ninayeongea tena ndo mpiga bezi wa sekta 5. Lakini pia kama mwalimu. Lakini sasa kulingana na mzigo mzito tulionao, siwezi kuwa kwenye muziki, niwe kwenye nyimbo, unaona hicho kitu. Kwa hiyo lazima tuchukue mtu atakayeweza kutusaidia ili sisi tuweze kuwa na uhuru wa kufanya mambo mengine kwa ubora zaidi. Yes. Umeona kuna Uamsho kwaya hapo. Okay. Na The One Family. Nafikiri niko sahihi. Okay. Ni kwamba sekta ya 5 ni kwaya hizo mbili tu ndio zipo, na kwa nini The One Family wamepewa nafasi kama kuna kwaya? Okay. The One Family ni grupu ambalo limejisimamia wenyewe. Ni ministry ambayo iko tofauti na Methodist. Lakini Uamsho kwaya pale sekta 5 tupo Uamsho kwaya na Nuru kwaya. Nuru kwaya ndio kwaya ya wakubwa ambao mara nyingi watu wanazishuhudia kwenye mikutano. Lakini Uamsho kwaya ndio kwaya mama ambayo yani kwaya ambayo inalea watu kutoka kwenye hiyo kwaya kupeleka kwa wakubwa. Ushanielewa hapo? Kwa hiyo The One Family ni bendi ambayo imejisimamia, mara nyingi inafanya praise na worship. Kwa hiyo sasa ili kupata kitu kizuri zaidi, tuliona umuhimu wa kuchukua The One Family ili waweze kusherehesha kwenye praise na worship. Pamoja na hiyo, mwalimu wa Nuru kwaya ndiye tena mwalimu wa The One Family, kwa bado ni kitu kimoja. Kwa hiyo yes. Kwa mantiki ni kwamba hakuna mtu aliyechukuliwa nje. Tumesema kwamba tukisema The One Family iko ni nje ya Methodist. Ili kuboresha vitu vyetu tumeona tuwachukue. Ni wa nje. Sawa. Ulisema ile kundi ya wakubwa ndio inaitwaje? Nuru kwaya. Nuru kwaya. Yes. Kwa nini hawajahusika pia? Nuru wamehusika sana. Wamehusika sana. Kwa sababu kama nilivyosema, mimi mwenyewe si mwalimu wa Nuru, na unaponiona kwa huku si nimehusika. Kundi lipo. Ni mwana The One. Yes. Umeingia hapo kama kwa kibali cha The One. Mimi nimevaa nyota zote na kofia zote, niko hapa. Kuna swali moja hapa ni kwamba kupata mwalimu vizuri alikuwa anasema. Yes. Okay. Watu wa ambao wanashirikisha kwa kusema naona kama hawataja watu. Wapo watu ambao ni comedian ambao tuko nao, kama Anyanga yule tunamjua. Tuko naye. Nafikiri sijui ameshafika kwenye haya mazingira, sijui. Kama yupo nafikiri tutamhitaji, mtamuona hapa. Yupo. Na tumemchukua kwa sababu unajua injili tunaenda kufanya. Watu wengi wanataka kucheka sana. Vile vichekesho. Sasa tunapohubiri watu injili lazima tuwateke kwa pande zote. Wanapomuona Anyanga pale, inawezekana wakashawishika kuja na sisi tukawahubiri ndani yao, tunaweza tukapata watu wanaoweza kubadilika na kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Yes. Kwenye mkesha wa Pasaka mwaka jana, okay, Diamond Platnumz alishirikishwa na Christina Shusho. Yes. Jambo ambalo lilitafsiriwa na watumishi wengine kwamba
ameenda kinyume kwenye madhabahu ya Mungu, amemhusisha mtu ambaye sio wa Mungu. Okay. Leo mmemhusisha Anyanga ambaye sio Mkristo. Okay. Kazi hili halitazua minong'ono huko mbele ya safari kwamba na nyinyi mmeenda vile alivyofanya Kristo. Mimi nahisi hapana, kwa sababu unajua ni mapokeo ya watu wanavyopokea au walivyopokea Yesu Kristo. Unajua sheria za watu ndizo zinazowatenga. Unanielewa vizuri? Na Biblia imetuambia kwamba tuwaendee watu wadhaifu. Ukitaka kumhubiri mlevi utamfuata baa. Unanielewa vizuri? Ukitaka kumhubiri mtu msharati utamfuata mazingira ambayo anafanyia usharati ili uweze kumuokoa. Sasa huwezi kusema kwamba unapoenda mazingira ambao watu wanafanya usharati kwamba na wewe umekuwa msharati. Sio kwamba unapowafuata wale walevi kule kwamba mtu amelewa unataka umhubiri kwa mazingira ambayo amelewa kwamba na wewe umekuwa mlevi. Hapana. Kwa tunapomchukua Anyanga mazingira yetu yawezekana katika kushirikiana na sisi anaweza kubadilika hata yeye. Labda niongezee hapa. Okay. Tarehe 26 kwa mtandao. Yes. Lakini wamezoea watu kusema kuwa Methodist mnakuwa na zile mambo hazina vibe. Yes. Tutawatekaje watu kwa sababu hiyo tarehe 26 kuna mechi kubwa kwa nyumbani. Ukiangalia Yash Kigoma pamoja na AFD. Wana mtanangi hiyo mida ya saa 10 kamili mtanangi uwanja wa Air Tatu kama sijakosea. Yeah. Na nyinyi mnaandaa huku. Vipi mtakuja na njia gani au mbinu gani ya kuvutia watu kusema kuwa wapue mawazo mlikuwa nayo zamani yale ya kusema kuwa hamnaga vibe na sehemu za kutekeleza vitabu hizo ambazo zinakuwa ziko slow tu. Yeah. Yaani mtu mnazindua album lakini watu kwenye ukumbi wanakuwa wanasinzia. Vipi hapo tutaweka? Ndio maana tulisema uzinduzi huu una utofauti mkubwa sana na ule ambao umezoeleka. Cha kwanza. Cha pili ni kwamba hatuhitaji watu ambao Mungu hajatupa. Yule atakayejisikia kutufuata atakuja, ataacha kwenda kwenye mechi. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo hatuwezi kuacha kufanya kitu kwa sababu ya mechi ya Bilombe, hamna. Kwa sababu sisi sio wale na wale sio sisi. Hilo liko hivyo. Lakini pia tuseme kwamba kwenye vibe, ukisema Methodist ya waimbi kwenye vibe utakuwa umetukosea heshima. Kwa sababu katika kwaya 2-3 zinazoimba kambini huwezi kutoa Methodist. Ndio kanisa kubwa lililo na watu wengi na lililo na kwaya kubwa hapa kambini Nyarugusu. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba kitu ambacho kimeandaliwa ni kikubwa zaidi. Ndio maana tunawaona leo mmekuja mpate habari ambazo zitawapa watu vibe hiyo unayoitafuta wewe. Na pia tukiangalia ya kumba kama mwezi wa 12 hapa. Okay. Kulikuwa party ambayo ilikuwa imefana kubwa kambini. Social and vibe. Yes. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.